Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya neno. Naomba Mungu wa uzima na mwenye rehema unitumie, maana mimi ni chombo. Tamaraki, utangulie mbele, unichase na uniinue, ukaonekane katika jina la Yesu vile ulionekana kwa mitume na manabii na makuhani wa kale. Nakemea kila roho ya uchawi na uganga na machina lewolowopi naesa inuka kinyume kupinga neno hili katika jina la Yesu. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Naomba Mungu mwenye mamlaka unitumie mwanzo na mwisho, utukufu wako uonekane. Waliofungwa na ibilisi wasiamini kupitia kwa neno hili wafunguliwe katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi maandiko inasema tusome maandiko tupate kuelewa, maana tunaona katika maandiko Yesu alielewa maandiko. Ndio maana Shetani alipomwambia anamjaribu, yeye alimwambia imeandikwa. Sasa kama wewe usome maandiko, utamwambia imeandikwa wapi? Haleluya. Ni vizuri ukiwa na Biblia, penda kusoma hata mistari 2 pale nyumbani upate kuelewa maandiko. Haleluya. Basi nawakaribisha kutoa kitabu cha Yohana Mtakatifu 12:1 mpaka 11. Yohana siku mingi, kuko na Yohana Ufunuo, ndio kitabu cha mwisho wa maandiko. Tuko na Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, lakini huyu ni Yohana Mtakatifu. Tasoma. Maandiko inasema, basi siku zile kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania alipokuwepo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akamtumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatua ratili ya mahamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguuni, akimfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya mahamu. Basi Juda Iskarioti, mmoja wapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye aliyemsaliti, akasema, mbona mahamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyesema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyesika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya masiko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi amuko nami siku zote. 9. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. 10. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati. Amen. Katika maandiko haya kuna mtu ametajwa anaitwa Mariam, mwingine Martha, mwingine Lazaro, na Yesu ambao ni simba wa Yuda. Bwana Yesu ainuliwe. Katika maandiko haya
ina sehemu moja inahitaji gharama, na gharama hii ni ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alimpaka mafuta Yesu kwa gharama. Biblia imesema ilikuwa na mafuta ya gharama nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mmoja pale ametajwa mara mbili, jina lake ni Lazaro. Biblia imesema hata yule aliyefufuliwa anaitwa Lazaro pia yeye alikuwa pale, na wakaandaliwa chakula wakakula pamoja. Ukisoma kutoka vitabu vingine utaona maandiko ikimtaja Lazaro kama rafiki wa nani? Wa Yesu. Wewe ni rafiki wa nani? Niulizie mwenzako, wewe ni rafiki wa nani? Ukiona akina Martha, akina Miriam, wakati Lazaro alikufa, walienda wakasema rafiki yako amekufa, na kama ungelikuwa karibu angekufa. Hata kula alikuwa wanafunzi walimwambia rafiki amekufa, na imesemekana uende umfufue. Paka akakufa. Yesu akasema ili imefanyika hivyo tukiwa tuko karibu, nikienda yale Mungu atatenda ili utukufu mrudie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maandiko haya, maandiko imesema wakiwa wanakula chakula wakiwa pamoja na Yesu, kumaanisha alipofufuliwa urafiki haikuisha, alimfuata Yesu. Hebu niulizie mwenzako, ukibarikiwa utafuata Yesu? Utarudi hapa usudie useme hakika ile maombi sini aliomba mimi nilipata dola na nimekula mangondo na kuja kusema asante. Nimeongezwa msaada, nilikuwa napata 1200, sasa napata 300 na sinda kidogo hata MCA. Unaweza kuja? Bwana Yesu asifiwe. Lazaro hakuaja, sababu anakumbuka alikuwa ana pumzi, ana uzima, lakini kupitia kwa maombi ya Yesu akafufuka. Alitengeneza uhusiano mzuri kutoka mwanzo. Ndio kifo ilipokuja haikuwa na nguvu, kwa sababu ametengeneza uhusiano mzuri. In other words, amechenga china. Najua kuna wengine wameokoka, lakini kwa Brudi ukiuliza naenda kwa fulani unaambia huyo, ama unatafuta mwingine. Ni mama nani huyo? Kwa hiyo Brudi hata akianza kuongea tunasima hata radio, maana sauti yake inasinda hata radio. Bwana Yesu asifiwe. China limeharibika. Lazaro akatengeneza china. Kila mtu akajua huyu Lazaro na Yesu ni marafiki. Lakini leo wewe uko na rafiki, hujajua kama ni Juda. Juda ametajwa hapa. Na ukumbuke Juda is one of the apostles. Mmoja wa mitume. Ametajwa hapa. Lazima ujue rafiki ni nani mlie naye. Katika hii maandiko ikufundisha. Kuna wale wanaweza kukupinga hadharani, sababu hapa yeye ametoa mafuta kwa gharama yake, si kwa mchango, kwa gharama yake. Lakini Juda ameinuka anasema hii mafuta ingeuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini. Yesu akajibu akasema haya mafuta yamekuwa ya baraka, yameandaa siku ya masiko yangu, siku ya kifo changu. Huyu amefunuliwa, ameandaa. Kwa hivyo kwa njia nyingine akaandikwa katika maandiko. Tunamhubiri leo, vizazi vilio mhubiri vimepita, vingine vitapita, jina lake linatajwa kwa yale mafuta. Haleluya. Kwa vitina wewe utatajwa, kwa wizi wewe utatajwa, kwa uchawi na usalati utatajwa. Hapa alitajwa kwa mafuta mema, paka hiyo nene kamgusa Yesu. Uliza wadada walio hapa leo, ni nani anachokia nywele yake? Kila mmoja anapenda nywele, hata mvua ikinyesha anakimbilia. Hata anko alikuwa anapita anaingia chini yake, anko nanyesha wangu.
ni mvua na nyesewa. Hataki nywele nyesewe, maana inaweza kuwa na shida. Lakini yeye maandiko imesema akaweza kumpaka Yesu mafuta na kumfuta miguu yake kwa nywele zake. Upendo mkubwa aliyoonyesha na imani kubwa aliyoonyesha, Yesu akasema, muache kumsumbua, ameniandaa. Wewe umeandaa nani? Haleluya. Akasema muache kumsumbua, yeye ameniandaa. Maana kama ni maskini mko na wao siku zote, mimi siko na nyinyi, ninaenda. Mimi ni mgeni na msafiri juu ya nchi. Lakini maskini mko na wao. Utakuta Juda huyo Iskarioti hajawahi kusaidia maskini. Amekuwa na wifu kwa ile pesa iliyotolewa, amekuwa na wifu. Sasa kidogo sijui kama hiyo roho ya wifu inaweza kuwa hapa vile mmeng'ara hivi. Iko hapa. Wifu. Jealous. Hapa. Hebu niona basi yule mmemlemea pengine. Nimwombee neema kwa Mungu. Hawezi kusema. Kule mbele atasema maana ni kubaya. Hapa hawezi, lakini kule mbele atasema. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Yuda alikemewa hapo akaambiwa ya kwamba maskini mko na wao. Kwa hivyo hakusema kwa kujali wala kuwahurumia maskini. Lakini Juda alikuwa mwizi, anaipa hata sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema yeye mwenyewe Lazaro, wengine walikuja sio kumuona Yesu tu, walitaka hata Lazaro pia wamuue. Can you imagine? Mtu awawe mara ya pili. Shetani ni mbaya. Huyu ni yule aliyefufuliwa mara ya kwanza. Mara ya pili anatafutwa na Wayahudi awawe mara ya pili. Lakini hapa cha muhimu na cha msingi ametengeneza msingi wake. Maana alijua maisha yake iko hatarini. Sasa kila wakati mahali Yesu wako na yeye ako ndiye akuhesakiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo alitembea karibu na Yesu, akijua wakimtafuta Yesu hapo atamuombea. Sisi wewe baba yako ni nani anakuombea? Ama una mababa wangapi? Wangapi wanaamini ni mmoja? Unajua kinuye mkono, mimi nasoma taarifa yote. Si mnaelewa? Biblia inasema wengine wakapewa neema ya unabii, wengine wainjilisti, wengine waimbaji, wengine mitume, wengine wakanena kwa lugha, na wengine wakatafsiri ili kanisa likamilike. Tupie Yesu makofi. Kulingana na maandiko haya, ikiwa Juda alikuwa mmoja wa mitume na ni mchanja namna hii, wewe uko pande gani? Uko pande gani? Mtu anapookoka atafute kukombolewa, akamilike katika wokovu. Dhambi itakuwa mbali na yeye na huyo mtu atabarikiwa. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Ukiangalia Juda huyu alikuwa na roho ya wizi ndani yake, lakini alikuwa mtume, lakini ni mwizi. Kwa sababu ya ule wizi ikawa rahisi Shetani kumuaccess na kumtumia amusaliti nani? Yesu. Ikawa rahisi hata kuanza kupinga hii mafuta ingeuzwa. Hii mafuta ingeuzwa. Hiyo mambo iko kanisani siku hizi ama hakuna? Yeye ni mpinga, hakuna kitu ametoa. Lakini yeye ameinuka. Kulingana na haya maandiko, hao watu wapo. Mnaweza enda mchangie mwanafunzi anaenda shule. Ule mwenye hakuonekana hata kwa mchango, anasalimia watu kwa barabara, tumechanga kweli kweli, na anaenda majuu.
Mlichanga ngapi? Tulichanga sana, lakini mimi nimetoka mapema. Na wale walichanga hata hawaongei. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe uko pande gani? Maana Yesu mwenyewe alifunga, akaomba the whole night, ndiye asubuhi akaamuka, akawasalimia wanafunzi, akawachagua wale watamsaidia kazi. Lakini Juda akukubali kuomba ile roho iliyo ndani yake itoke. Ndio wengine wenu nikikuuliza kitu iko hivi unaniambia uliota. Unakumbuka siku yenyewe? Hapana, ni wiki. Na mimi sioni ndoto, naona kitu. Wewe unaniambia uliota, lakini ni wiki. Wewe ni Juda? Ni Miriam? Ama ni Marita? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo njia ile mafuta ifanye kazi yake, ilifanya kwa sababu alifanya kutoka kwa roho na hakuona gharama. Paka ikatajwa ni ya gharama hii, ingeuzwa masikini. Paka kale Juda kwa sababu kako na hiyo roho ya jealousy, kakaguswa, kakaanza kusema hii ni ya gharama. Yaani anaona Yesu kupakwa ni kama hii mafuta imekuwa waste. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko na watu wako kanisani, wengine wako huko nje wanatazama. Hawataki hata wachungaji wakibarikiwa. Yule mchungaji hivi na gari ama asikia amenunua kaburuti amechenga mahali. Mchungaji anaanza kuimbiwa nyimbo mbalimbali. Na hata wale wa kuimba sio waimbaji, wanaimba chorus. Bwana Yesu asifiwe. Na ile chorus inarudi na wagonga. Hebu niona wale wanafanya kazi. Inua mkono. Nataka tukubaliane hapa. Si mnafanya kazi? Advance mnalipwa? Na end month mnalipwa. Haya, na wale wa biashara. Si hata kuna wa biashara hapa. Na mkipata kuuza si mnapata profit. Biashara na wapeleka vizuri. Mnakula wenyewe bila stress. Mnafanya kazi Bwana Yesu asifiwe. Tumeona sasa wale wako serikali, kampuni mbali, mahali wameachiliwa, wao wenyewe wanapata advance, wanapata endma kwa sababu wanafanya kazi. Si ndio? Na wanabiashara wanapata ujira wao kwa biashara yao, na wanapata faida. Amen. Si iko poa? Haya, na katika maandiko yanasema mchungaji anakula kwa jirani. Anakula wapi? Anakula terere? Ni maandiko. Hii ni maandiko. Inasema yeye mchungaji akule wapi? Ni maandiko. Hiyo sasa mtai kuongea sana. Kumbe nimeona. Kwa hiyo mchungaji hata kilala njaa kanisa iwezi kujali. Nasema bora tuonane Sunday. Hiyo sehemu nimeruka, nimeona sasa ni kama kuna shida. Lakini ujue hiyo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja sasa gari yangu ikanisumbua ikakwama. Nikakuja na ingine hata nyinyi hamkujua nimeingia. Mliona tu nikipaki mkafikiri ni mgeni, kumbe ni mimi. Nikasema siku moja inatakikana hiyo kubadilisha, nikuje nione wale wanaota jua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mmoja alipoona ni mimi alienda kusema, "Mnaona huyo mchungaji wao anakuja na hii, anakuja na hii, anakuja na hii. Amebarikiwa." Kauliza hata bibi yake, "Unaona wewe sasa?" Akasema hatujui hiyo. Hata ile nyingine alikujanga akasema alinunuliwa na mtu aliyeombea akapona. Kesho yake alipoenda kazini akafutwa kazi. Kaambia bibi, sasa kazi imeisha. Na sina makosa nimefanya hapa for long time. Ni kuuza mafuta. Mwambie mwenzako ni kuuza mafuta. Na si halisi. Hii si ya mboga. Mwambie ni ya upako hii.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati huyu Juda Iskarioti aligusa mafuta ya upako, alijibiwa. Maskini hako, lakini yeye Yesu anapita, anarudi kwa Baba. Haleluya. Kuna maswali watu wanaweza jiuliza, especially wakati wa deliverance. Mnakumbuka vizuri, mara mingi tumeomba hapa, mapepo inatoka kwa ardhi ingine paka sati moja mkono ikaenda. Si mchezo. Sati ikaisa kabisa. Hiyo mapepo inasema tuweze kuacha abarikiwe. Nikasema mwezi nikiwa hapa. Na Yesu ako hai, tutapambana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ako hapa. Si amepanda ndege. Alafu na ile pepo ilikuwa imekataa kabisa. Nashukuru kwa sababu yeye aliamini. Hiyo mambo inafanyika kwa yule ameamini. Ndiye aondolewe hiyo kifungo na hiyo chera ya Ibilisi. Pata kuona neema. Mwingine alienda nyumbani akachanga choo. Choo, imagine choo. Kurudi kichwa ikateresa, ikaenda. Wachawi ni hatari, wakamtembelea. Nilipomwombea alipona, aliniuliza kama nachenga choo wananikimbiza hivi, nikianza nyumba kutaendaje? Kamwambia makosa ulifanya, ukupita uombewe. Shetani na wachawi wanaogopa nini? Maombi ya ukweli ya roho. Kuna misingi mingine iko katikati yenu imefanya mumekwama. Kama hiyo swali nimeuliza, simuona mumekwama, hamtaki kuongea. Lakini Yona Lazaro anatafutwa wawe, lakini saa zote akisikia Yesu mahali yako na yeye hako, ametengeneza uhusiano na mtu anasimama na yeye na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anajua maadui wake ni wengi. Biblia inasema katika kitabu cha Methali, mtu tajiri mwenye pesa ako na marafiki wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na marafiki wataka, kama utakauka pesa hizo watapungua. Alafu baki unarudi kwa bibi yako na unaona sasa huko mnunulia hata simu, hata saruni yako endo ulimwambia anyoe, pesa hakuna. Na ulimwambia unaishi kwa madeni. Hiyo naye hamtaki kupongeza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo madeni na hiyo roni ulifanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza uhusiano mzuri na kanisa na wachungaji. Tengeneza uhusiano mzuri na yule aliyekushika mkono akakupeleka kazini. Mambo ikija atasema huyu ninamjua. Haleluya. Tengeneza uhusiano. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona yeye anatafutwa wawe mara ya pili, lakini inashindikana. Tupe Yesu makofi. Inashindikana. Kwa sababu anajua msaada wake ni kumtegemea Mungu. Maadui wake ni wengi. Hata Yusufu alipigwa vita na ndugu zake wenyewe, lakini alibarikiwa nchi ya mbali. Ukiangalia watu kama Juda siku hizi wamesumbua makanisa. Nikaona mmoja akakuja akaniambia, Baba Askofu, unajua sasa mimi ni mchungaji lakini hakuna kitu. Sijui nilikosea nani. Nikamwambia ulikosa. Hata wacha kuongea sana, ulikosa. Go back to your spiritual father. Filo ulimutusi ukaharibu kanisa, wewe utasimama wapi? Urudi huko upige magoti. Na usiende mkono tupu. Uende na kabasa kama kaona, angalia juu, amusa huyo amelala. Uende na kabasa hivi, uende pole pole unyenyekee umwambie baba yangu, nilikosa. Nakuja kuomba msamaha. Umupe hiyo paasa akutamukie baraka. Mtu asikudanganye. Umepiga baba yako mpaka ametoa damu. Umepiga mama yako hata akakutolea nguo. Alafu sasa uko mchini unasema tuko mchini. Mko mchini una nani? Unaenda wapi? Baraka mtu asikudanganye. Utatembea makanisani utachoka. Angalia vizuri. Mimi niko na uhusiano gani?
Mimi nimetembea na nani? Mimi nilikosea nani? Tengeneza your steps, then move forward. Mwambie Mungu, nimeona nilikosea, naomba msamaha. Wakati wengine wanabarikiwa, na mimi nibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata mwenye alikupeleka kazi umemfuruga. Unaona unalipwa pesa mingi inapotea kwa sababu hata mwenye aliyekuonyesha kampuni ndio hii ulimtarau. Juda amechaguliwa na Yesu, amemtarau. Yeye ndio baba yake wa kiroho, amemtarau. Nani atamuombea baraka? Unaona Petero kwa kumkana Yesu, na Yesu akamwambia, leo kabla jogoo kuwika mara ngapi? 3 utanikana. Na alipoona imetimia, aliomba msamaha, kalia nini? Machozi. Lakini kale Juda Iskarioti, kwa sababu kalijifanya kajuachi, kalijinyonga. Mambo yake kai, wakabaki mitume 11. Wewe huko pande gani? Uwezi kuniambia hata kwa hii kwayo utaimba, lakini ukiambiwa tunaenda hii, unaona yuko kiongozi ni kama ndani yako iko maneno. Kumbuka maandiko yanasema hakuna mwanafunzi anaweza pita mwalimu wake. Wewe nyamaza, wewe ni mwanafunzi, tulia. Lakini ukiwa na ile tunaita kwa kimombo body language, unajipinda pinda hivi wakati unaongelezwa, utakauka wewe. Na upande mwingine unasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ukitaka hii mafuta, ukitaka hii maombi ikusaidie, wala waliyesema utafanikiwa, wakuta umefanikiwa, lazima wewe mwenyewe ujiangalie. Ukimaliza sasa mwambie Bwana, naomba rehema, naomba toba, naomba msamaha, nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kitu ndio watu wengi hawataki. Utabarikiwa lini? Sababu unaangalia Lazaro alinyenyekea kwa hali zote, Marita alinyenyekea, Miriam alinyenyekea kwa hali zote. Walijifunza, nitaendaje mbele ya baba yangu aliyenilea? Nitaendaje mbele ya mama yangu aliyenilea? Nitaendaje? Siwezi kwenda kiulera ulera. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa unataka kuniambia kama wewe ni mama, umepeleka msichana yako shule, umevaa nguo nusu mlingoti, alafu mwambie, nakwambia ufaange vizuri. Wewe umevaa vizuri? Tena wa siku hizi ni jinsia atakwambia maana, lakini ni sawa, unani advice. Wewe umevaa vizuri? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna msasi mwingine alienda shule akakuta kijana yake hajafanya vizuri, akamwambia, sasa naona umeniangusha sana. Kamwambia, dadi, tako umeniangusha. Kwa sababu sasa unajua hii shule ulinileta hapa ni shule kubwa. Unakuja hacho ukiwa fumbi na mnai mpaka hapo unaona sasa unaniipisa. Utaniachia chini hapa watoto watanichongoa. Si ungejaribu tu hivi. Utawatoa upunguze fumbi. Msasi akanyamaza akasema, lakini sasa tuache hii mastori tuende ingine. Lazima ujipime. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaweza omba hivi vile niliomba asubuhi. Hiyo baraka ya asubuhi ilikuwa very smart. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaachilia malaika wake haraka. Mahali hakuna vikwazo. Mahali hakuna vikwazo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe kwa nyumba, msaya kuambia hakuna pesa hapa tunatumia. Na wewe unatengeneza Kiswahili mbio mbio, unajua akili ya mama ni kama kompyuta. Alafu anakuambia usijali papa nani sasa iko plani. Unataka kama pesa ngapi? Tutumie hapa nyumbani. Kama 1020 hivi, niko na mama hapa anachachi 300 kwa 1000. Ni rafiki yangu. Lakini ujue kwanza anakata ya masao. Kumbe pesa ni ya mama. Na ameokoka. Uniona wale mama wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mikono mingi iko chini, hii sita imewapata. Sasa niambie, maandiko yanasema wakati unataka kuomba vizuri uinue mikono.
Sasa ukiinua hiyo mikono iko na madoadoa ama haina? Sasa utakosa baraka. Joshua akasema mimi na nyumba yangu tamtumikia Mungu. Akabarikiwa pamoja na nyumba yake. Abrahamu pia akasema yeye na Sara watamtumikia Mungu. Mungu alipoona wameongea ukweli, akabadilisha majina yao. Akasema sasa utaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Na wewe Sarai hautaitwa Sarai, utaitwa Sara, ili ubarikiwe. Tupi Yesu makofi. Hebu niulize mwenzako, lakini wewe unaitwa nani? Muulize wewe unaitwa nani? Muulize, lakini leo vile tuko hapa umefikisha miaka ngapi? Si kwa ubaya. Kwa miaka iko shida. Lakini ukiitwa mzee itika, ni jina ya heshima. Ukiitwa mama itika, ni jina la heshima. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote Sara alitafutwa, hakupatikana. Haleluya. Haleluya. Yeye alitafutwa, hakupatikana kwa sababu alitengeneza njia yake. Lakini Juda kwa sababu alijificha katika dini. Si kwamba Yesu akimchagua hakujua yeye ni nani, maana Yesu alikuwa nabii. Yeye alingojea abadilike. Lakini badala abadilike akaongeza maasi, akatawalwa na tamaa ya pesa, akamuuza Yesu. So wakati umeokoka, umekiri Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, angalia nyuma ulikuwa unafanya nini. Kama ulikuwa msalati, funja hiyo pepo. Kama ulikuwa mwizi, funja hiyo madhabahu. Kama ulikuwa mchawi, funja sasa. Kama umesaliwa kwa boma yenye una uganga, funja hiyo. Usipofanya hivyo, hata usome hiyo theology yetu ya kanisa mpaka PhD, utabeba makaratasi, lakini wale wengine watabeba pesa na baraka za Mungu. Nakwambia ukweli, kama uligonga mama yako ama baba yako ama yule aliyekushika mkono akakutoa usago huku mwesimu na umeokoka, na ujarudi kwako mwambie nimeangalia, nimeona nilikukosea, lakini leo nimekuja kuomba msamaha. Kama wewe ni mwanafunzi unataka upite mtihani na unaongeleza baba yako na bila unataka, you must go back na kuomba msamaha ndio ubarikiwe. Wengi baraka zao zimekwama kwa kiburi, wamekosa kunyenyekea. Na wengine kuna wala hawajapata hata kazi kwa sababu anapanga kama ni mama akipata kazi anaacha mzee. Sasa hiyo maombi Mungu ameweka mpaka huyo mtu abadilike mawazo. Hebu niona wale wakibarikiwa waweze kuacha ndoa zao. Hebu inua vizuri hapo katikati. Bado. Inua tena. Oh. Are you very sure? Amutaacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Si mimi nitawaambia hiyo baraka leo. Ndio muinuliwe na Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Na wafundisha steps za kubarikiwa. Ukishamalizana na hiyo, sasa chochote chenye unaona ndio ito yako, lazima uwekelewe mkono. Wewe ni pastor, usianze kusema ati unaombea. Wewe una mamlaka gani? Bwana Yesu asifiwe. Enda pole pole ndio ubarikiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Hata gari usiseme ni mpya, haitaji utakaso. Nyumba mpya inahitaji utakaso. Hata mtoto ambaye amesaliwa anataka utakaso siku zake zikifika, ndiye apate kibali katika nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ile gari nianguse ingeniua, lakini mimi nilipoinunua niliitolea dhabihu. Nikasema hii gari siwezi kujua maneno yake. Wewe Mungu ndio unajua. Kwa hivyo hii gari sitaki kuja kunitesa na isikose mafuta. Uwezi kuleta gari na ikose nini? Kwa hivyo Mungu hii gari isiwe nakosa nini?
mafuta na isinitese. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ule ile accident ilitokea, nilipoona imekataa mikono, nilimwambia Mungu kitu moja, ukumbuke ile maagano yangu na wewe. Unajua wakati wa emergency haitaki unaanza kutupu, unaanza kujitayarisha hadi sasa. Ile inaitwa emergency. Nimeendesha gari, madereva wako hapa wanaelewa, imekataa mikono, imeachilia, inaruka peke yake. Sasa hapo utaanza kutupu saa ngapi? Hapo inataka emergency. Unaona ni kitu gani nilifanya? Unaambia Mungu sasa, kumbuka maagano yangu na wewe na hii gari. Gari karoli kaisa yote. Nikatoka ndani kama nimesimama. Mara moja nikaenda kuona mke wangu, nikakuta ako ndani, nikamtoa. Na mtoto alikuwa hapo, nikamtoa. Nikaamba maombi hapo hapo. Kama ningeomba ama ungeanza kulia. Ungeanza kulia. Ai. Hiyo ni kusema nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi unaweza pitia mahali pagumu, lakini utukufu wa Mungu uonekane na wachawi waipike. Unafikiri unajua nikihubiri hivi wachawi hawezi kunipenda mimi. Sababu mahali walikufunga, mimi nikiomba wanateseka, wanakuacha. Hawezi kunipenda. Hata waganga wananiombeanga nikufe, lakini mimi niko hapa. Na Mungu wake ameniweka na nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa wasungu nitaenda kuhubiri huko. Wasikie vile mnasikia na nyinyi wasungu kwa Amerika. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie. Sasa leo iko tofauti kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha unaishi sio yako. Maisha kabisa unaishi sio yako. Kuna kiwango Mungu anataka ufike, lakini kuna wale walikukanyagia. Nataka kuomba ili hiyo kifungo iondolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Najua sita ni vile nikiongea hivi, hiyo ni neno la imani. Wewe unaanza kupima vile sina chochote hivi, sisi anachua hivi. Na anasema nitaenda kiwango kingine na sina kitu. Kitu ni Mungu ndiye anapeana. Bwana Yesu apewe sifa. Neema zote na baraka zote ni Mungu anapeana. Leo hakuna shortcut. Mimi nilitabiria nyinyi hapa. Nikawaambia Mungu amesema katika roho tutabarikiwa non stop until March 15. And remember today is on 15th March. Sasa hii ni deadline. Leo ni deadline. Mnaonaje? Siku ile ya mwisho ni leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akanipa neema hapa, nikawaambia vile inaonekana hii mvua inakuja, jipange. Ni kubwa. Ilikuja hii kukuja. Ilikuja. Hii ilikuwa manyunyu. Iko ingine inakuja. Ona. Itanyesha siku 3. Hakuna kusonga. Ujipange wewe. Siku ngapi? Na uombe roho yako. Na leo uenda uandike mahali chini. Itanyesha nani stop. Hii mnaona ni manyunyu. Tauni yote itafurika. Kila mahali. Juzi niliomba nikaambia Mungu sasa. Wakati ule wa Nuhu, Nuhu alikutolea. Na wewe unapenda tabia ukasema hutalaani nchi na maji tena. Imekuacha. Kasema hii sasa nimegeuza kwa sababu watu wangu hata wale wako kanisani wamegeuka. Wameniacha. Nataka wajue mimi ni Mungu. Nikaomba sasa nikawacha hiyo story. Kama amekataa na yeye ni mwenyewe, mimi ni mtu wa mkono. Nipizana niseme nini? Si kila mtu ajipange. Siku 3. Lakini nitarudi mimi niombe Mungu nifunge. Sababu hiyo niliona hiyo sasa hapana. Nitarudi tena nifunge niombe Mungu. Mwambie sasa hii tutaangamia. Ndio nione nitapata ripoti gani. Lakini kwa sasa hiyo ndio iko. Haijabadilika. Naona pale mahali mnafanya kazi kwa kampuni.
Hata ukijitanganya ati unafaa kambuti utoe maji, mpaka kambuti si kitu, taingia maji ndani. Kila kitu itasimama. Tuombe Mungu aletaye neema atuhurumie. Tuombe Mungu aletaye neema. Kama unafikiri ni msaa, wewe enda ulale ungoje. Tumuombe Mungu kwa sababu anaweza. Ili yale ambayo ananena katika roho, mahali tumekosea njia, atupe neema ya msamaha, tuweze kufaulu. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini Biblia inasema walio wa Mungu hatawaacha. Itakuja iende na tutapaki kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la muhimu tunataka tuombe. Tuliona hata Njirova silienda. Prado silienda. Gadi silienda. Watu wamekufa wengi. Tuombe hizo familia. Lakini tujue changa kama hilo liko hapo mbele. Ndio sikuje kusema unajua sasa mimi sikusikia hiyo ujumbe vizuri. Sasa imeenda kwa mtandao. Utafungua kwa hiyo injili ya leo uone, angalia siku hiyo Roho alisema nini? Hiyo Roho alisema nini siku hiyo? Iko dada mwingine alifanya harusi, nikamwambia mimi sina maombi yako. Sina maombi yako hapa. Niko na kukuelekeza kiroho kile Mungu ameniambia. Wewe una watoto miaka hii 11 na ulifanya harusi lakini ulitoa mimba 7. Sasa mimi siwezi kukuwekea mkono. Utanipaka hiyo uchafu. Wende utubu mwenyewe, Mungu akufungulie njia. Kaenda akaongea vibaya. Manabii hata ningefikiria angekuja huko akaongea kama Naamani. Aniwekee hivi nibarikiwe. Alienda akatembea miaka ingine 3. Akakuta nabii mwingine akamwangalia akamwambia, wewe ndio ule unapimanisha manabii, rudi kwa ule mzee. Mimi ni mzee. Teramuka baka kule Njenga, mahali uliambiwa ya kwamba utubu dhambi. Neno ni moja. Akawapa kuja sababu ya ipu. Sasa akanipigia simu. Nikamwambia sasa wewe ni nani? Akanipa story ndio nimkumbuke. Vile hata nyinyi mmesoea. Mimi si ni kweli? Na akanieleza hivyo. Nikamwambia neno bado limo. There is no any shortcut. Tambi ni tambi, tubu. Usamehewe, Mungu akubariki. Sasa ako na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nani alijichelewesha? Ni yeye kwa ukaidi wake. Hakuna shortcut. Dhambi ni dhambi. Kama unataka kanisa ile na pepesa sana utapiti utafute ingine. Hapa ujumbe ni moja. Mimi unajua mimi sina pinguni yangu. Hata mimi huko nangojewa. Niseme niliwaambia nini? Lakini si nimejaribu kuwaambia. Niona wale wamesikia vile nimewaambia. Lakini mjue sio mimi, ni neno. Na ukifuata hivi utabarikiwa. Wacha vile umeenda umekanyaga misindi umefunga ati mzee asipate pesa na uko hapa. Hebu niona wale wameokoka. Niona kama huyo pia anainua. Leo wale waliokoka hawakuingia. Weka chini tuelewane. Hiyo neno kwani imewagonga? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wale wameokoka ni wajasiri kama simba. Haya, inua sasa, wajasiri. Wale wameokoka. Unaona hata yeye anainua. Na ako na 50 ameifunga na brada. Na iko na damu. Na hiyo damu ni ya wale watu waliokufa. Sasa hata wewe usually hata wewe unajua hapa ni wewe unaona hapa ni wapi? Itabidi sasa niombe extra mile. Ndio Mungu atende jambo. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kufurahia akijua wewe ni mtu wa baraka, atatumana. Ako na messengers, wala anatuma wanamletea report. Lakini naomba sasa Mungu atende jambo, ageuze hiyo mipango ya kimabebo. Mungu akupe neema. Ile iliyo yako iwe yako, na mahali unaenda ufanikiwe uone neema ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Hebu inua hivi wale wako na simu.
Inua simu nione, hata kama nataka simu sio mkono. Iko ujumbe ya simu. Hii simu ni mzuri mzee, unaona? Ni smartphone. Sasa mweka chini na mimi sijasema mweke. Hiyo ni mzuri sana. Sasa iko grupu naye nafuata. Bwana Yesu asifiwe. Iko wasee hapa wawili. Sitaki kusema ni nani na nani. Wameoa, wako kwa ndoa na wako na watoto. Lakini jana saa 11 jana, saa 11 amelipa mtungi ya gasi jana saa 11. Hiyo message iko ako naye. Na hii mtungi amelipa si ya kwake, ni ya jirani. Siku ile utakauka, utaenda kubisa mlango kwa nani? Tengeneza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na huyo mwingine alitumika message na huyo dada inasema, mbona umechelewa kulipa rent? Pepo. Na uchungu usiitwe pepo. Unajua hii China iko na confusion kubwa. Chunga hii China sana. Mambo ni mawili kwa wasee hiyo. Chunga wewe uko pande gani? Usije ukaitwa pepo. Aya. Sasa wamama ni wengi, wako 7. Wako 7 na wako hapa. Kuna message mwingine anasema we are still in church. Hata nikimuita hiyo simu imeandikwa hivyo, we are still in church. Unatuma ukiwa hapa. Alafu ubarikiwe. Atileo tumechelewa kidogo. We are still in church. Imeandikwa hivyo kimombo. We are still in church. Alafu huyu ameandika 0K pepo. Chungu usiitwe pepo. Aya. Na sasa hao wameandikiwa hivyo, they are all married. Ni watu wameolewa. Mmanyi nikianza maombi hapo nifungie hiyo mlango. Leo kuna pepo siwezi kupembelea sana naye. Hii mambo si iko mzuri. Unatuma message ukiwa hapa. Juu hapa malaika ndio wametawala, neema ya Mungu imetawala na Mungu anataka watu wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Dhambi ya kisiri inaua. Tubu na uleche na umwambie Bwana, mimi ni mmoja wao. Kabla hiyo maombi ichaanza, unikumbuke. Isiripuke. Unikumbuke. Unikumbuke. Unaona ukiniona hivi? Sikukuwa mtu mzuri mimi. Yaani hapa samani. Ni Yesu alinifanya hivi. Nakwambia ukweli. Mtumishi mwenye anaomba namna hii, Mungu amemsafisha, amemtakasa, amemtoa mbali. Ndiye afike kiwango anaweza kukuombea na wewe ubarikiwe. Uone neema ya Mungu kwamba Mungu anaweza. Na wewe mwambie Mungu, niliokoka, kuna kakitu kalipaki. Hebu niulizie mwanangu, unaona ni nini ilipaki? Ujanja kidogo leo kaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Unajua kipawa unabii ni mzuri, napenda ni mzuri. Unajua mimi nawasoma kama news. Ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikauliza juzi mwingine, wewe hii watoto uko naye wote, ukutoka na mtoto kwenu wote unaonaje ni upande ya mzee? Nikaona siwezi kumwaibisha, alikuwa na mtu wa karibu, lakini nikamkanyagia breki, lakini nikamuonya sana. Sijui DNA ikifanywa kutaenda aje. Aya. Lazaro alilindwa kwa kutengeneza jina lake likae kama Lazaro. Sio photocopy. Kama Lazaro mwenyewe. Lakini tunaona photocopy ni nani? Ni aka Juda.
Akani photocopy. Sio the original. Na wewe usiwe unataka kupitia tu kanisani. Hata leo nilipitia. Si mambo ya kupitia hapana. Nilienda church. Full stop. Sio kusema nilipitia. Hiyo kupitia hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kupitia waachana naye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna maombi unaweza omba mpaka Mungu aseme wacha nimbariki, kama vile Isaya anasema Yakobo alipoomba akasema kama hutanibariki sitakuwa, mpaka akabadilishwa jina akaitwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaomba juju, una time masaa, unaona ni kama umechelewa, na kwa vitina uchoki mpaka umechaza maji, ukikunywa unakunywa kidogo, vitina inaendelea. Omba na umwambie Mungu, sitaki kujua mimi nimeanguka mara ngapi ndio mimi niombe mimi pepe ulevi niondokee. Niliomba sio mchezo. Na nikamaanisha, nilijua hii ni ya mababu walikunywa, na mimi nimeitwa. Lazima nisavize jina langu ninapoenda mbele, nimfurahishe Mungu aliyeniita. Kama vile maandiko inasema Yeremia aliitwa akiwa ndani ya tumbo ya mama yake kama Yeremia. Wewe ni nani? Ni vizuri ujulikane wewe ni nani na ni wapi umekosea. Wacha kupenda shortcut. Mwambie Bwana ni mimi, na leo naomba msamaha. Nilipigana na mama yangu, naomba msamaha. Niliongelea watumishi vibaya, hata kama hawakuona, wewe Mungu uliona. Naomba msamaha. Nilipigana na baba yangu. Unajua dhambi zako vizuri. Usije ukatembea huko na huko. Saa hii maisha unaishi si yako, nimekuambia. Nikumwambia Mungu mahali nimekosea. Nataka nikitoka hapa naenda kwa kiwango kingine. Kwa sababu Mungu anaangalia tabia. Ndiye akutoe kwa hiyo tabia, akupe neema. Ndio ukitembea mbele uishi maisha mema. Yesu ainuliwe. Wengine wakufuata waseme kama mama fulani alibadilika, na sisi tutabadilika. Kama kijana huyu alibadilika, na sisi tutabadilika. Kama huyu mzee alibadilika, na sisi tutabadilika. Lakini akiona wewe ni mjanja atasema kanisa ni ya nini? Kama huyu ni mpaya kiasi hiki, twende kufanya nini? Magonjwa mengine yamekataa kutoka kwa watu kwa sababu ya dhambi na makosa yao, na wamekataa kutubu. Yohana akasema mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini kuna yule anakuja nyuma yangu mwenye nguvu, atawabatiza katika moto na katika Roho. Sasa moto wa Bwana unakuja. Haleluya. Moto wa Bwana unakuja kutakaza kanisa na kuafu katika jina la Yesu. Ili upate kuinuliwa, mwambie Mungu, maisha yangu haya ninaishi si ya kwangu. Elisa akamwambia Elia, nipe sehemu maradufu. Akamwambia utaona mpaka nione. Maana aliomba apewe sehemu ya Roho. Hakumwacha, alimfuata kila endako mpaka akapata. Sio rahisi. Sio rahisi. Mwambie Bwana, sio rahisi. Mimi nifanya kazi miezi kidogo inasimama. Nifanya kazi miaka kidogo inasimama. Miaka ya kufika kuoa ama kuolewa imefika bado, kama mimi ndio nimekosa. Naomba Mungu unisamehe. Ili na mimi ninapotoka hapa nione neema yako katika jina la Yesu. Mungu alimwambia Gideoni, vunja madhabahu ya baba yako ubarikiwe. Uwezi kushinda Wafilisti ukiwa na hiyo madhabahu, lazima ufunje fast ndio uende mbele. Huku toka mbinguni, kuna mahali ulitoka. Hakuna mtu hapa hawezi kuchua kukosa kuchua madhabahu ya kwao. Kila mtu anajua. Kama hukufunja, mwambie Mungu, nafunja hii katika jina la Yesu. Baadaye piga hatua na uende umwambie Mungu, sasa nimetoa hii tabia nisimamie, ili nisirudi kule kwa mateso tena, na mimi nionekane nimebarikiwa. Lazima mabaya iende. Lazima vita iende. Lazima mabebo iende. Lazima roho ya kuchelewesha baraka zako iende, ili kusudi Yesu ainuliwe. Maana maandiko inasema vizuri, walio wangu sitawatupa.
nitawainua, nitawabariki. Daudi akasema, tangu niwe kijana mpaka leo sijamuona mwenye haki akiwa amewachwa na akiombaomba, amesiba, maana neema ya Mungu inamtosa. Anaangalia mlimani akasema, ninataka nikisuka kutoka kwa huu mlima na mimi nibarikiwe, ile matarau yule Penina aliye naye juu yangu ajue ya kwamba Mungu aliye ndani yangu, Mungu ninayemuomba anasikia maombi, ananijibu, na mimi leo niende nikiwa nimebarikiwa. Maanisha maombi, mwambie Mungu, nimechoka na hali hii, nataka nikienda mbele wajue ya kwamba sikubahatiza. Musa akasema katika mto Jordan, mahali hapa tumefika ni mwisho. Lakini Mungu akamwambia, hapa sio mwisho, endelea mbele. Maana Waisraeli walisema, tunaona milima, tunaona maji mbele, kule nyuma wa Misri wanakuja, tukimbilie nani? Lakini yeye Musa akawaambia, leo wala wa Misri mnayowaona hamtawaona tena, maana Mungu wa mbinguni atawapigania. Hata wewe ambao umeamini ujumbe huu, ile shida na vita unapitia leo, Mungu anaenda kushughulika, Mungu anaenda kutenda jambo. Tusimame mbele za Bwana, mwambie Mungu jambo kwamba mahali nimefika sitaki kuendelea hivi, naona mpango mzuri na maisha yangu, nahitaji neema, nahitaji baraka, nahitaji kubarikiwa, nahitaji kuinuliwa. Na mimi mahali ambao sijatenda mapenzi yako, nahitaji neema, nahitaji msamaha, nahitaji toba, kama vile Yohana alitangulia, atengeneze Yesu njia ili wenye imani wabarikiwe. Haleluya. Santarabosi karadai. Ho Yesu ribagantarabosaya. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Kulingana na maandiko, wewe ndio una uwezo wa kutengeneza njia mahali pasipo na njia. Najua kuna mtu hapa Baba alifungwa na Ibilisi asikubali kutubu. Anaishi maisha isiyo yake, anateseka, anang'ang'ana kwa maisha haya. Najua wewe ni mwaminifu, umejaa rehema na neema. Wewe ni mwingi wa huruma. Paratarabosaya leterebosi karadoria. Yesu akasema muwache, maana ameandaa siku ya masiko yake. Akabarikiwa Mala, akabarikiwa Miriamu. Lotorobosaya. Yesu kamlinda Lazaro, maana aliamua hata abudu Mungu mwingine ila Baba wa uzima, Mungu mmoja, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Wewe ndio umejaa rehema, wewe ndio umejaa huruma. Uwahurumie Baba wale wamekuasi na kutenda dhambi, unawajua vizuri hata kwa majina yao. Kama wamekubali kutubu na kujiajiria mbele zako kama Petero aliomba akasema, Baba naomba rehema, Baba naomba toba, Baba naomba msamaha. Aliomba msamaha hata na kwa majosi, ulimsikia Baba. Mwingine alipiga baba yake akakosa baraka, mwingine alipiga mama yake akakosa baraka, mwingine alipiga mkubwa wake akakosa baraka. Kama amekubali kujirudia leo, umkumbuke Mungu Baba mwenye rehema, Baba mwenye huruma, Baba Mungu usiyeshindwa. Wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye mamlaka. Maisha wanayeishi, maisha ya ujojole, maisha isiyo yao, wewe ni Mungu wa kubadilisha, Mungu wa kugeuza. Haleluya. Watakasa Baba, waandae Jehova kwa sababu ya ufalme. Wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka. Shetani ndio upenda watu wakosana Baba. Hiyo pepe inazunguka ya kimapepo na majini, ya kiuchawi na uganga, uiondoe kati yao katika jina la Yesu, ili wafunguliwe. Waliyefungwa kwa ajili ya ndoa, Mungu wakumbuke, Mungu watakase. Wewe ni mwenye rehema. Fungua kinywa, mwambie Bwana Yesu, mahali ambao umekosea, tubu mwenyewe. Mwambie kipindi hiki ninapoomba Mungu rehema na toba na msamaha, naomba unikumbuke, naomba unikumbuke, naomba unikumbuke. Santarabosaya nendelele bosikaradoria
lutorobosaya. Wale wanaishi kwa magonjwa na shida waliojiletea wenyewe, uwarehemu Baba, uwasamehe Baba dhambi na makosa yao. Waliofungwa kiambasi kama ya Waisraeli, waondolee, waone dhambi zao, watubu wakurudie. Walipoomba Misri kwa machozi Baba, uliona machozi yao, ukatuma mtumishi wako Musa akawaombea, wakatoka utumwa. Nashukuru Baba, umeniweka Jehova, mimi ndio Musa wa leo. Nawaombea rehema, nawaombea toba, nawaombea msamaha. Unapenda tubarikiwe, unapenda tuinuliwe, unapenda tuishi maisha ya baraka, ili wale wa dunia waone kwamba Baba mwenye rehema, umetuinua Baba, umetubariki Baba. Wewe ni mwenye huruma, wewe ni Mungu Jahwe Shaddai. Naomba kwa kipindi hiki ufungue mbingu ikanena nasi, upungule talago la tarabosaya lotorobose karaboria. Fungua mbingu Baba, kila mmoja amejiandaa asikie kutoka kwako. Wewe ni Mungu, Baba wa Ibrahimu, Baba wa Isaka, Baba wa Yakobo, hata wale wamepitisha miaka ya ndoa. Siku ya leo Jehova, naomba wakumbuke. Ikiwa waliasi mbele yako wakumbuke. Ikiwa walifungwa Jehova, wafungue, kwa sababu yeye ni Mungu. Wala hawana kazi, wanang'ang'ana, wakumbuke Jehova. Santarabosaya radhai nenge Yesu ribagantarabosika. Wale waliofungwa Baba na laana za ukoo na damu mbaya za ukoo na matabao ya ukoo, hiyo na ikemea, uiondoe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila aina ya madhabahu, kila aina ya mateso, mapepo na majini na nguvu za giza, na huyo umeonyesha amefunga Baba hiyo shilingi 50, ametesa bwana yake. Naomba hiyo kifungo uiondoe, uiondoe, uiondoe kila kifungo ya Shetani kwa watu wako Baba. Kataa kifungo, Bwana awainue. Kataa kifungo, Mungu awainue. Kataa kifungo, Mungu awainue. Haleluya. Pori tarabosaya. Kataa kifungo, muinuliwe na Bwana katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani, kila vita ya Shetani, kila laana, mapepo na majini, nguvu za uchawi na uganga na majini na devil worshiping, kila roho za utasa na siondoa katika jina la Yesu. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Kila mateso umepitia, haleluya, haleluya. Kila mateso umepitia, mateso ya watu waliokufa, mapepo na majini na kila vita ya Shetani. Hiyo pepo ina ya jini inatembea kwa mwili wako kukunyonya damu, iondolewe tena, iondolewe, iondolewe hiyo chini. Inatembea kwa miguu, inatembea kwa mgongo, inatembea kwa tumbo, ambaye imekuchengea madhabahu, nasema iondolewe. Na iamuru sasa jina la Yesu, na iamuru hiyo bebo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu waliyokujengea, madhabahu ya mateso, madhabahu ya operation, iondolewe. Madhabahu ya operation iondolewe yote, shindwa katika jina la Yesu. Iondolewe hiyo madhabahu, iondolewe hiyo mateso katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema iondolewe, iondolewe hiyo roho ya uchawi, iondolewe hiyo roho ya uganga, iondolewe hiyo roho ya Juda Iskarioti, iondolewe, iondolewe, iondolewe. Magonjwa ya presha iondolewe, hiyo kisukari iondolewe, hiyo kansa iondolewe, pepo aina ya kansa na iamuru katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Pepo aina ya kansa na iamuru, na iamuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pepo ya usherati iondolewe katika jina la Yesu. Ndio hiyo, ndio hiyo sasa imeharibu maisha yako. Sasa leo Mungu amesema inaondoka. Ndio hiyo,
Ndio hiyo sasa inaondoka. Ndio hiyo inaondolewa. Pepo ya usherati inaondolewa katika jina la Yesu. Pepo ya usherati inaondolewa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila pepo ya usherati iondolewe. Ndio hiyo iondolewe. Iondolewe tena. Yes. Yes, enda kuzimu. Hapa uweze kaa. Kuzimu. Enda kuzimu. Katika jina la Yesu. Enda kuzimu. Katika jina la Yesu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Ulisumbwa na nani? Rudi kuzimu. Nasema rudi kuzimu. Katika jina la Yesu, rudi kuzimu. Rudi kuzimu. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Naamuru hiyo pepo irudi kuzimu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pori tai. Kuzimu. 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 Katika jina la Yesu. Paratarabosika radhora dai. Tawala Mungu wa uzima. Tawala kwa sababu unaweza. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye huruma. Unafungua neema. Unafungua baraka. Haleluya. Unafungua neema. Unafungua baraka. Wale walio nazo na yoro. Uwaondolee Baba. Uwaondolee Kristo. Utukufu kurudie. Utukufu kurudie. Wale wanaishi Baba maisha isiyo yao. Wanaishi maisha ya umasikini. Na wao ni matajiri. Matajiri wa mali na matajiri wa kiroho. Hiyo roho iliyowafunga tunaiondoa. Iondolewe sasa. Iondolewe. Iondolewe hiyo madhabahu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu imezuia utajiri na mali. Iondolewe. Tena iondolewe. Katika jina la Yesu. Ndio hiyo sasa. Inaondolewa. Katika jina la Yesu. Inaondolewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo ni madhabahu. Iondolewe. Ile nasa maisha yako. Usiinuke. Ifunjike sasa. Ifunjike sasa. Ifunjike hiyo madhabahu. Ndio hiyo. Inaondolewa. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Inaondolewa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tapika hiyo javu yote. Toka katika jina la Yesu. Lalo lagai. Shindwa katika jina la Yesu. Baba Mungu mwenye rehema. Mwenye huruma ni wewe. Naomba Baba katika jina la Yesu. Wapate kuinuliwa. Wapate roho ya mafanikio. Wapate roho ya kuwainua. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo roho ya mateso. Hiyo roho ya mateso. Iende na isirudi. Wapokee roho ya mafanikio. Roho ya kuinuliwa. Roho ya kuinuliwa. Roho ya kuinuliwa. Katika jina la Yesu. Roho ya kuinuliwa. Roho ya kufunguliwa. Roho ya kufunguliwa. Pokea neema ya kufunguliwa. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Parairatin. Pokea neema. Neema ya baraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Paratarabosaya. Pokea neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Neema ya roho. Neema ya nyimbo mbalimbali. Neema ya roho ya mbinguni. Neema ya kuinuliwa. Kuinuliwa kazini. Kuinuliwa kibiashara. Kuinuliwa kwa ajili ya ndoa. Kuinuliwa kwa uponyaji. Hiyo magonjwa imeenda. Yesu ametawala. Togorigai. Jesus ribai. Santa rabosaya. Ninge Yesu radin. Bori tarabosaya. Ninge Yesu radin. Barai ratin. Kiria laison. Kiria laison. Kiria laison. Santa saida. Kiria laison. Kiria laison. Pabaratin. Kiria laison. Hodi hodi. Pabaribai. Kiria laison. Barai ratin. Glory gai. Babaribai. Namba ya roho. Ratin. Ratin. Pabaribai. Hodi hodi. Pabaribai. Hodi hodi. Ratin. Pabaribai. Ratin. Ratin. Hodi hodi. Pabaribai. Lele. Lele baba.
Lele. Baba lele. Yes. Lele baba. Lele latin. Togori bai. Baba latin. Yes. Yes. Lori tai. Baba bai. Yes. Kriya laison. Bolai. Bolai baba. Bolai latin. Kriya laison. Kriya laison. Baba bai. Tawara. Roho Mtakatifu. Tawara. Tawara. Holy Spirit. Holy Spirit. Tawara. Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. 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 Ndio. Palai. Watakasa sasa. Kipindi ni yako. Yes Lord. Chukua usukani sasa. Tawara. Takaza kanisa lako. Nabii Bafu Christian Church. Ndio Rabi. Ndio Baba. Tawala kila kona. Kwa sababu unaweza. Ondoa vifungo na minyororo. Ondoa yote. Ondoa yote. Ondoa yote. Ondoa yote. Ondoa mabaya yote. Fungua neema. Fungua neema. Fungua baraka. Katika jina la Yesu. 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 Hodi hodi. Hodi hodi. Yes. 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 Kriya license. Baba Rabi. Yes. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Yes. Mungu mwenye rehema. Ondoa hiyo magonjwa ya tumbo. Kama tumbo inakusumbua kuja mbele. Magonjwa ya tumbo inaondolewa. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Unakuja ukiomba. Paratarabosaya. Wengine walijengewa madhabahu, wamekunywa madawa, wamechoka. Tumbo ipone. Katika jina la Yesu leo ipone. 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 Katika jina la Yesu. Ipone tumbo. Ipone. Sema ipone. Sema tena ipone. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa iondolewe. 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 Magonjwa yote ya tumbo. Iondolewe. 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 Katika jina la Yesu. Iende hiyo magonjwa. 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 Katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa ya tumbo iende na isirudi. Sema iende na isirudi. Sema iende na isirudi. Sema iende na isirudi. Iende na isirudi. Iende na isirudi. Pepo mchafu. Mwacha apone. Mwacha apone. Mwacha apone. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Kuna mwenye alikuwa anaanguka kifafa jana, nikamwambia kuja. Ni wewe, kuja hapa. Baba, katika jina la Yesu. Ondoa vifungo ya Shetani. Ondoa vita yote ya Shetani. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema tena. 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 Baba mchafu. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Achilia hiyo pesa yako. Achilia. Baba mchafu. Na kuamuru. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hiyo magonjwa iende. Hiyo magonjwa Roho amesema iende. Iende. Sema iende. Sema iende. Sema iende. Sema iende. Sema magonjwa iende. Magonjwa iende. Toa huyo mtoto hapa karibu. Mwacha abarikiwe. Baba mchafu. Baba mchafu. Jina la Yesu. Baba mchafu. Na kuamuru. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Baba
Pepo mchafu, jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, achilia neema, achilia neema, achilia neema, achilia neema. Kila roho ya devil gospel, pepo mchafu na kuamuru, pepo mchafu katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ufalme wa giza ubomolewe yote. Fanya saini zako sote hapa tuone. Baba, katika jina la Yesu, utawale. Itaweza kwa haraka 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 haraka. Itaweza kwa haraka. Itaweza kwa haraka. Waite haraka. Waite wako. Waite wote. Itana wote haraka. Katika jina la Yesu. Kila kasi ya giza haina mamlaka. Yesu alisema waliofungwa wafunguliwe. Waliofungwa wafunguliwe. Waliofungwa wafunguliwe. Giza ikae mbali nao. Giza ikae mbali nao. Giza ikae mbali nao katika jina la Yesu. Pepo mchafu, mwache abarikiwe. Kila madhabahu ya giza, sema iondolewe. Sema tena. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Kila madhabahu ya giza, sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Pepo mchafu, katika jina la Yesu. Ufalme wa giza, roho zote za uchawi katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Ita tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwache abarikiwe. Kazi yenu yote imeisha. Itana haraka. Itana. Pepo mchafu. Pepo mchafu. Jina la Yesu. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. 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 Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Kazi yako imeisha. Itaweza kwa haraka. Itaweza kwa haraka. Katika jina la Yesu. Baba, wewe ni Mungu mwenye rehema na Mungu mwenye huruma. Wewe ndio mwenye mamlaka, umetawala duniani, umetawala mbinguni. Naomba waachilie neema na nguvu za uponyaji. Haleluya. Pori tarabosaya. Mutakaza damu na nyama na mifupa na misiba. Achilia neema ya uponyaji juu yake. Ondoa vifungo na mateso ya ibilisi katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Toa hizi zote hizi katika jina la Yesu. 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 Sema hivyo, jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Wewe mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Baba mchafu katika jina la Yesu. Ita hivyo, jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hamuna mamlaka. Hamuna mamlaka. Mwache katika jina la Yesu. 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 Amewalemea. Mwache, mwache. Mwache katika jina la Yesu. Waite wenzako haraka. Mumefunga nini? Achilia. Achilia haraka. Achilia baraka zake. Achilia. 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 Achilia katika jina la Yesu. Achilia, lazima mtaachilia. Pepo mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema hivyo, jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mumeamua kusarenda ama bado? Bado. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Falme wa giza ibomolewe yote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haya, kubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema tumekubali. Itika sasa. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Katika jina la Yesu. Falme wa giza, nguvu zote za giza, mwache abarikiwe. Mwache abarikiwe. Haya, wacha. Mwache sasa. Mulinde hapo vitu isigonge. Mwache hapo. Hivyo. Haya, kila madhabahu ya Shetani iliyojengwa kwa hiyo tumbo nimeiondoa. Nimeondoa hiyo madhabahu. Nimeondoa hiyo madhabahu. Nimeondoa. Pepo mchafu. Nimeondoa hiyo madhabahu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya Shetani kwa hiyo tumbo nimeiondoa. Katika jina la Yesu. Nimeita moto wa Yesu kwa hiyo tumbo. Sema fire. Sema tena fire.
Sema moto wa Yesu. Moto. Kwa hiyo madhabahu moto. Sema tena moto. Fire. Sema fire. Sema fire. Haya, umekubali? Umekubali? Songeza huyo hapa. Umekubali? Ama nikuja karibu? Bado. Hapa ni kukubali. Hapa ni kukubali. Sema mna mission gani leo? Mlikuwa mnapinga nini leo? Mlikuwa mnapinga nini? Mlikuwa mnapinga nini leo? Mlikuwa mnapinga nini? Kama mchafu. Piga jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufalme wa giza wote umepomolewa. 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 Waita wenzako haraka. Waita wenzako. Waita wenzako haraka. Kama mchafu. Katika jina la Yesu. Waita wenzako. Kazi ya giza umefika mwisho. Jina la Yesu. Kubali. Sema Yesu ni Bwana. Wacha yeye. Wacha yeye. Sema umepinga nini? Sema umefunga nini? Ongea. 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 Sema umefunga nini? Ongea. Sema haraka. Katika jina la Yesu. Na kuamuru. Sema umefunga nini? Umefunga nini? Umefunga nini? Ongea. Sasa sema umefunga nini? Toa sauti. Umefunga nini? Umefunga nini? Umefunga nini? Ongea. Hapa ni Yesu anatawala. Umefunga nini? Ongea. Unataka kuongea? Haya, nasaka paka useme. Baba, katika jina la Yesu. Mungu alisema kwa watu wote wabarikiwe. Unachelewa hapo, unafanya nini? Umechelewa kutoka. Umechelewa. Umechelewa. Mwache abarikiwe. Umechelewa hapa kwa kufanya nini? Mwache abarikiwe. Toa alama zako zote. Toa alama. Toa alama zako zote. Toa alama zako zote. Unachelewa. Ulifunga nini? Uliweka nini kwake? Uliweka nini? Uliweka nini? Uliweka nini? Uliweka nini kwake? Kila alama ya Shetani nimesema katika jina la Yesu iondolewe. 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 Nimeita moto wa mbinguni. Chomeka. Macho yote chomeka. Pokea moto wa Yesu. Pokea. Pokea katika jina la Yesu. Pokea moto wa Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Pokea moto wa Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Lazima mtasalenda. Mtasalenda katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Falme wa giza. Upamoga yote. Falme wa giza. Katika jina la Yesu. Hautafanya chochote. Lazima utasalenda. Lazima utatii. Yesu ni Bwana. Utatii. Yesu ni Bwana. Sema biashara yenu. Sema haraka. Sema haraka. Sema haraka. Sema umefunga nini hapa? Sema umefunga nini? Ongea. Ongea. Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Sema umefunga nini? Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti nikusamehe. Sema umefunga nini? Nimesimamisha kila mipango ya Shetani. Nimeisimamisha. Sasa sema. Sema umefunga nini? Sema. Sema. Ongea. Ongea. Sema umefunga nini? Ongea. Ongea, sema umefunga nini? Ongea. Wewe ni nani? Toa jina lako. Wewe ni nani? Nimesema uongee. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Umefunga nini kwake? Kuanzia leo nimesimamisha kazi ya Shetani. Nimesimamisha. Nimesimamisha kazi ya Shetani. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Piga jina la Yesu. Pepo mchafu. Wabarikiwe wote walio nazo na nguvu za giza. Wafunguliwe. Asema Bwana wa majeshi. Ongea, umefunga nini? Sema umefunga nini? Leo mlikuwa mnapinga nini hapa? Songa hapa unieleze. Mlipinga nini leo hapa? Mlifikiria mtaweza? Leo mlikuwa na mpango gani? Toa sauti. Mlipinga nini? Ongea. Mlifunga nini? Toa sauti. Pepo bubu. Mwajiria ongea. Ongea katika jina la Yesu. Leo mlifunga nini? Hamtaki watu wabarikiwe? Mimi sijasikia. Ongea nisikie. Leo Leo mlikuwa mnasuia nini? Baraka. Sisi tumebarikiwa.
Sikia vile tunapigia Yesu makofi, maana sisi ni wabarikiwa. Piga kabisa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Piga kabisa. Piga tena katika jina la Yesu. Umesikia hiyo makofi? Hiyo ni ya baraka. Sisi ni wabarikiwa. Ulikuwa unazuia baraka gani? Leo ni kubaya. Mlikuwa wangapi? Leo ni wangapi? Mlikuwa? Leo ni tarehe 15. Tunajua hata sisi. Leo ni 15. Haya sema. Baraka. Hesabu baraka zile mlipinga hapa. Watu wasibarikiwe. Na ingine. Mkubwa yenu ni nani? Mkubwa yenu ni nani? Mkubwa yenu ni nani? Sema ni nani? Ongea, toa sauti. Nataka kusikia jina yake. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Sema. Ako wapi? Kuzimu. Aliwatuma yeye akabaki huko. Sasa si unateseka hapa. Na yeye unaona ameenda. Teseka sasa basi. Teseka katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Teseka kabisa, teseka. Kuzimu yote sema moto. Moto wa Yesu. Paka kuzimu moto. Paka kuzimu. Sema fire. Sema tena fire. Paka kuzimu fire. Fire. Paka kuzimu fire. Kuna waka leo ni kubaya. Mtasarenda ama bado? Sisi ni wabarikiwa. Leo ni ile tarehe 15. Sema maneno tusikie. Piga magoti hapa. Hapa. Piga magoti hapa. Nimesema hapa. Piga magoti hapa. Hapa. Piga magoti hapa. Haya, sema mlifunga nini? Sema, mlifunga nini? Mlifunga nini? Watu wasinuliwe. Watu wasinuliwe. Watu wasifanye nini? Watu wasibarikiwe. Watu wasibarikiwe. Na ingine? Watu wasinuliwe. Na ingine? Na ingine? Sema ingine. Na ingine? Nimesimamisha mipango yote ya Shetani katika jina la Yesu. Nimesimamisha katika jina la Yesu. Nimesimamisha uoso mbinguni. Na nabii inuliwe. Nabii powerful Christian Judge inuliwe. Sema tena inuliwe. Sema sisi ni wabarikiwa. Tena. Amen. Wacha oso hivyo kwanza.
nitawacha mali yangu yote, nitawacha ulinzi wangu wote, nitawacha na vitu vyangu vyote. Siku ya Bwana atarudi, nitawacha mali yangu yote, nitawacha ulinzi wangu wote, nitawacha na vitu vyangu vyote. Siku ya Bwana atarudi. Siku ya Bwana atarudi, nitawacha mali yangu yote, nitawacha ulinzi wangu wote, nitawacha na vitu vyangu vyote. Siku ya Bwana atarudi, nitawacha mali yangu yote, nitawacha ulinzi wangu wote, nitawacha na vitu vyangu vyote. Siku ya Bwana atarudi.
Tunakuwa pamoja, tunakuwa pamoja.